Tukacharu Rau Forest 2025. Tumekuwa na season mbalimbali za Tukacharu Rau Forest ndani ya hifadhi ya mazingira asilia Rau, ambapo kwa msimu wa kwanza tulianza 2023 na msimu wa pili 2024 na sasa ni 2025 ambapo tumekuja na msimu wa tatu. Lakini kwa season mbili zilizopita tulikuwa tunafanya mashindano mbalimbali ndani ya hifadhi, ikiwemo mashindano ya kukimbia na mashindano ya baiskeli. Tukio hili la Tukacharu msimu wa tatu ni tukio la kuendelea kuhamasisha utalii ekolojia katika msitu wa hifadhi wa mazingira asilia Rau na kuhamasisha uhifadhi. We've never been to the Rau Forest yet, so getting to see the nature and the different plants and animals that live here, we're excited. But also it's nice to connect your breathing with nature and making sure that you're thanking the forest for being there and just enjoying yourself amongst nature. Very much connected to nature, which we absolutely love. So we can't say more about Tanzania and the people that live here. Twendeni watu wazuri. Wa tatu tumekuja kitofauti. Ofisi ya mkuu wa wilaya ya Moshi kwa kushirikiana na wakala huduma za misitu tumeamua kuwafikia wahitaji. Wahitaji gani tumewafikia kwa msimu huu wa tatu? Tumewafikia wazee wenye uhitaji, watoto wenye uhitaji maalum ikiwemo wenye ulemavu wa ngozi, viziwi pamoja na vipofu, pamoja na watoto yatima, ambapo kwa mwaka huu Tukacharu yetu tumeipa jina ya Tukacharu Rau Forest Charity Tour, kwani tunaenda kufanya matendo ya hisani kwa wahitaji hawa. Asante sana Tukacharu. Our first opportunity to do physical activity with the community here in Moshi. We like to be physically active, we'll go to the gym, but we've never done it with the people here. So we're excited to be in a group of people who also want to run. We're so excited to connect with the community and of course be physically active. This is our big event and we're very, very excited. Katika Tukacharu Rau Forest Charity Tour 2025 tuliweza kufikia vituo vinne vya wahitaji ndani ya wilaya ya Moshi, ikiwemo shule ya msingi ya Viziwi Msandaka, shule ya msingi Mwereni, Kidep Children Home pamoja na makazi ya wazee Njoro, ambapo kwa jumla yao tulipata wahitaji 183. Tuliweza kuwafikia wahitaji hawa baada ya kuona wamesaulika kwa muda mrefu. Watu wengi wanatembelea hifadhi zetu, lakini hawa wamekuwa wako mbali kidogo. Kwa hiyo tukaona ni vyema tuweze kuwafuata walipo, tuwalete tulipo, tuweze kufurahi pamoja. Tupo katika zoezi la kuendelea kufanya na kuweka hamasa kubwa ya uhifadhi, utalii kupitia Rau Forest Charity Tour. Tumekuwa tukifanya hivi mara kwa mara, lakini leo tumefanya katika dhima ya kuendelea pia kutalii na watu ambao wana mahitaji maalum.
Tunaendelea kuwatembeza kwa sababu inawezekana katika pointi moja au nyingine hawajapata fursa za kutembelea na kuona vivutio vya utalii ambavyo vinapatikana katika maeneo yetu haya. Ndani ya msitu wa Rau zipo chemichemi za maji, kwa pia ni chanzo kikubwa sana cha maji, lakini pia kuna uhifadhi na wanapatikana wanyama mbalimbali na bioanuwai mbalimbali za mimea. Running in the forest, it connects you to nature, but it also helps engage the community in the local beauty of the forest and the nature associated with it. It's nice to meet different people here who are local, but also it always motivates you to have other people running with you when you're not just running alone. So it'll be nice to see people who are faster than you, and also if there's someone behind you, maybe you're motivating them to catch up to you. It's such an encouraging exercise where everyone is able to motivate each other to stay physically fit and then of course stay in nature, back to their roots. We really appreciate the opportunity to be here. Tourism and inclusivity, yani utalii jumuishi. Lazima tuhakikishe kwamba shughuli zetu tunazozifanya haziachi mtu yeyote nyuma, popote pale alipo, kwa sababu yoyote ile. Sisi tunao mpango wetu wa community support program, namna ya support jamii zinazopakana na hifadhi zetu, tukiamini ya kwamba wao ni wahifadhi namba moja. Sisi watumishi wa TFS pengine walioko hapa Moshi mjini na Rau ni wachache sana, lakini jamii zinazozunguka hifadhi zetu ni nyingi na ina idadi kubwa ya watu. Utalii na uhifadhi vinaenda pamoja. Hakutakuwa na shughuli za utalii kama hakuna uhifadhi. Kwa hiyo tunaendelea kusisitiza pia hata shule zingine zije zione namna ambavyo msitu umeweza kuhifadhiwa katikati ya mji, kwa sababu kilomita 3 ni katikati ya mji. Wako wenzetu maeneo mengine huko duniani wakija hapa wanashangaa, inawezekanaje pamoja na mahitaji makubwa ya wananchi, mahitaji ya huduma, pengine makazi na mambo yanayofanana na hayo, lakini sisi tumeweza kutunza msitu katikati ya mji na haujaweza kuvamiwa. Hili halijafanyika na watumishi wa TFS, limefanyika kwa kushirikiana na jamii, kwa kushirikiana na serikali na maelekezo mbalimbali ambayo yanatolewa. Nichukue fursa hii kuwapongeza sana taasisi yetu ya Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS, wilaya yetu ya Moshi, lakini pia taifa kwa ujumla wake kwa jitihada nzuri na uratibu mzuri ambao umefanikisha siku hii ambayo tulikuwa tukiisubiri kwa hamu kubwa sana. Tutoe rai kwa watu wengine mbalimbali ikiwemo watu binafsi, taasisi na makundi mbalimbali kuweza kuwafikia wahitaji wengineo katika maeneo waliopo ili waweze kufurahia kama kauli mbiu yetu inavyosema, onyesha upendo, talii naye. Tukacharu Rau Forest Charity Tour 2025.